mnamo tarehe 8 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 katika eneo la Milimani, mahakama ya Milimani ambayo iko hapa hii kata ya Nairobi, ulipatikana ukisafirisha madawa ya kulevya ambao ni misokoto 50 ya mmea ambao umekaushwa ambao inaaminiwa kuwa ni bangi ambayo ina kilo 90 na dhamana ya mtaani ya 2,500 ukikiuka sheria za madawa ya kulevya. Elizabeth samahani, ambayo ina kipimo cha gramu 90 na ina dhamana ya mtaani ya 2,500 ukikiuka sheria za madawa ya kulevya. Elizabeth Njeri, shtaka ni kweli ama si kweli? Naomba nieleze koti nilijaribu kuelezea jana kabisa kusikia. Naomba tueleze koti nilikuwa. Ungejibu vile unaulizwa kwanza. Unaulizwa kama ni kweli ama si kweli. Unahakika ni kweli? Hizo vitu yaona unaona pale kwa vitu mkiingia hivyo. Nilipatana na karatasi ya black. Mimi nikaokota nikaweka kwa bag. Kuokota kwa bag. Sikujua ni bag. Singejua. Nimeziweka kwa bag, niliingia kwa gate. Fika huko. Mimi hadi ningejua na ni bag, singekubali. Yanaanza kusikujua. Niliziokota chini. Pale nje ya gate. Yaona. Nilijaribu kueleza na kusikiza. Kwa statement nawaambia niliokota najaribu kuongea statement zangu. But mimi niliokota pale nje kwa gate. Sikujua ni bangi, nilikuwa nadhani ni pesa. Niliokota na mkono ama mashine? Niliokota na mkono. Unaona kwa gate bila kona. Nilichukua nikaweka kwa bag. Sikujua nilidhani ni pesa. Venye niliingia na ningejua ni bangi singeweka kwa bag. Venye niliweka kwa bag. Sawa, naelewa. Unaona mimi hata mtoto sijui mali yako na nilimwachia kipekea. Na hilo shtaka. Na unajulishwa ya kwamba una haki ya kutafuta wakili wa kusimamia kwa gharama yako yule utakayempenda, na kwa vile shtaka linadai ya kwamba kesi ilifanyika hapa mahakama ya Milimani, kesi yako itasikizwa katika koti ya JKIA sababu inahusiana na ulanguzi wa madawa ya kulevya. Sasa kesi yako itatajwa kwa msimamizi wa hiyo koti tarehe 14 mwezi huu ili aweze kupeana tarehe na mwelekeo zaidi. Tutashughulikia mambo yote. Kwa hivyo tutakaa rumande mpaka hiyo siku. Yes. Niko na watoto watatu na sina bwana. Mtoto wa kwanza msichana anamaliza KCSE, anafanya KCSE mwaka. Wa pili anasomea Kabui for the deaf, aongeani. Watatu sasa ukifika huko sikiliza nakwambia. Naomba Tafadhali utaniambia kwa koti. Nimekwambia kwamba kesi yako itasikika. Alafu nilikuwa naomba hata kama ni mimi kaangaliwa mtoto. Hata kama ninapewa cash bill, usimpe siku 14 na sina watoto, hata sasa sijui huyo mtoto wako wapi. Nilimwachia daycare, naomba tu. Mungu anajua mimi yeye naongea ndio kweli. Nijaribu kuambia yuko wananiambia niweke msemeni zangu. Huyo mtoto saa hii atembeangi na mwili na kama miaka 6 na nilimwachia daycare. Na sina namba ya huyo daycare. Si mwili zima. Naomba ndio nipenda kama nikashibili nitoke na hiyo date 14 tafadhali. Yao watoto. Yao. ile siku nimekupea sio 14 ni Tuesday. Kesho ni holiday. Tafadhali hatuko sokoni.
Kesho ni holiday. Monday file ifikishwe huko, wajiandae. Ifike huko Tuesday kwa kushughulikia. Na ukifika huko hiyo Tuesday utawaelezea hizo zote. Sasa sababu huko ndio kesi itashughulikiwa. Kiti tafadhali.